Baada ya siku 3 tu za pamoja, Wamai na watano walikuwa wamefanya kazi ili kutoa tafsiri mpya na iliyoboreshwa. Sasa ulikuwa wakati wa kukagua rasimu kwa kuishirikisha jamii. Jambo hili lingewezesha kupima ikiwa mabadiliko yamezalisha tafsiri bora zaidi. Furaha ya timu kuhusu maendeleo yao ilianza kuchanganyika na wasiwasi walipojiandaa kuishirikisha jamii. Ingawa waliamini ilikuwa tafsiri nzuri, wengine wangesemaje? Je, wengine wangeielewa? Je, wangeipenda? Je, watu wangeitumia? Je, wengine wangekubaliana kwamba inasikika kama lugha yetu? Wamai waliikumbusha timu kwamba rasimu hii ilikuwa ya kwanza kati ya hatua nyingi kuelekea tafsiri imara. Kuishirikisha jamii kuna waruhusu kwa unyenyekevu kupokea mapendekezo na maboresho na hatimaye kuwa na uhakika zaidi kuhusu ubora wa kazi yao. Kila mmoja wa watano alinakili tafsiri mpya kwenye vifaa vyao ili waweze kuanza kuishirikisha jamii kazi yao. Kabla hawajatoka kuwashirikisha tafsiri mpya marafiki na majirani katika kanisa na jamii, mmoja wa Wamai alisoma hadithi kuhusu Yesu. Aliwatuma wafuasi wake wawili kueneza habari njema za ufalme wa Mungu. Wanafunzi walikuwa na uzoefu mdogo wa kuhubiri, lakini utii wao ulikuwa na matokeo makubwa. Jambo hili liliitia moyo timu ya watano ambao walihisi wangeweza kufuata mfano huu. Baadhi ya wajumbe wa timu ya watano walipanga kuwashirikisha kanisa, majirani au wanafamilia. Wengine walipanga kuwashirikisha watoto waliowahudumia, na wengine bado walikuwa wamefanya mipango ya kuwakusanya marafiki pamoja ili kusikiliza tafsiri na kutoa mrejesho. Ni aina gani ya maswali tunapaswa kuuliza ili kujua kama tafsiri inahitaji maboresho zaidi? Lengo letu ni tafsiri bora ambayo inaaminika, ni rahisi kuelewa, inafaa na inasikika vizuri kwa watu wenu. Njia nzuri ya kupima jambo hili ni kuwauliza wasikilizaji wasimulie tena kifungu baada ya kuwashirikisha. Sikiliza kwa makini kubaini maelezo yasiyoeleweka. Andika kumbukumbu ya chochote walichoacha na maneno yoyote waliotumia ambayo yalikuwa tofauti na tafsiri. Kisha washirikishe timu kile ulichosikia ili kuzingatia jinsi ya kuboresha tafsiri. Baadaye siku hiyo timu ilikutana na Wamai kwa chakula cha jioni na wakashirikishana hadithi. Timu ilizingatia majibu na ikaona kwamba hawakuwa wametumia kila mara miundo bora ya baadhi ya maneno. Waliweza kubaini kwamba mabadiliko machache madogo yaliyopendekezwa na jamii pana yangeweza kufanya maandishi yawe rahisi kuelewa na yawe thabiti zaidi kwa matumizi yao ya lugha. Wamai walitiwa moyo na utayari wa watano wa kupokea na kutumia mrejesho. Liikumbusha timu kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kutumia rasilimali walizonazo kwa ajili ya kukagua mapendekezo, mabadiliko ambayo yanaboresha jinsi tafsiri inavyosikika kwa watu watano. Lazima pia yadumishe maana ya kuaminika. Mara baada ya kudhibitisha mrejesho, timu inapaswa kuwasilisha tafsiri pamoja na masahihisho yake kwa wazee. Kwa pamoja mnaweza kudhibitisha tafsiri. Maboresho ya tafsiri yaliitia moyo timu, lakini walifurahi zaidi kwa majibu ya watu kuhusu maana ya maandishi. Yesu alivyotuliza hali ya hewa kuliwashangaza baadhi, na walikuwa na hamu ya kusikia zaidi. Mtu mmoja alisikia kifungu hicho na aliweza kuona kwamba alikosa imani kwa Yesu. Mimi ni kama wanafunzi waliokuwa wakihangaika kuamini. Baada ya kusikia tafsiri, aliomba toba.
na kwa hamu akaomba kubatizwa. Walipoona matokeo ya tafsiri katika jamii, baadhi katika kanisa sasa walitambua jinsi ilivyokuwa muhimu kuendeleza kazi hii. Walijitoa kuomba kwa uaminifu kwa ajili ya timu, na wakaanza kufanya mipango ya kuhakikisha kazi yao ina rasilimali na msaada unaohitajika ili kufanikiwa. Mungu tayari alikuwa akijibu maombi ya watano kwamba neno lingeimarisha kanisa lao na kuwaleta watu kwenye imani. Waliuisha ahadi yao kwa ajili ya kazi ya tafsiri, lakini pia kwa kuwashirikisha wengine. Mara tu wanapomaliza kila sehemu mpya ya tafsiri, chakula chao cha jioni na mazungumzo yao yaliendelea hadi usiku wa manane, kwa kuwa Wamai wangepaswa kurudi nyumbani siku iliyofuata. Waliwatia moyo marafiki wao wapya watano kuendelea na hatua iliyokuwa imefikiwa, na wakajitoa kuendelea kuwapa msaada wao. Kwa kushirikiana kazi kwa uwazi, tafsiri ya kifungu iliboreshwa, jamii ilihusishwa na kanisa liliimarishwa.